Tunatarajia kwamba tume itatutangazia pia idadi ya wapiga kura. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wajumbe, mtakubaliana nami kwa uhuru wa habari na uhuru wa watu kutoa maoni yao umeongezeka. Majukwaa ya kutolea habari nayo yameongezeka tofauti na hapo awali. Sasa hivi kutokana na kukua kwa matumizi ya mtandao na kuongezeka kwa majukwaa ya kidigitali, habari nyingi zinapatikana kiganjani. Serikali imetoa leseni kwa magazeti na majarida 356, vituo vya redio 247, vituo vya televisheni 68, redio na televisheni za mtandaoni 325 na blogs 72. Tuna magazeti ya kila siku na kamwe serikali haijafanya uhakiki wa habari kabla hazijachapishwa au kuandikwa. Tunafanya hivi tukiamini kwamba waandaaji wa maudhui haya ni watu wenye weledi wa kutosha na kwamba tunafanya ustawi wa demokrasia yetu demokrasia yetu hutegemea sana uhuru wa vyombo vya habari. Tunathamini na kutambua mchango mkubwa wa vyombo vya habari katika kuelimisha jamii, kupambana na maovu pamoja na kuhimiza uwajibikaji. Katika kulinda na kutambua michango ya waandishi wa habari kwa jamii, tulifanya marekebisho ya sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 na kanuni zake. Pia tuliandaa tuzo za Samia Kalama Awards kutambua waandishi wa habari za maendeleo Tanzania. Pamoja na hatua hizi zote, hatukusita wala kuchelea kuchukua hatua pale uhuru huu ulipotumiwa vibaya na kusitisha au kutishia kuleta vurugu nchini pamoja na kuvuruga usalama wa jamii, au pale uhuru huu ulikiuka sheria za nchi au maadili, mila na desturi za Kitanzania. Hivyo basi, tutaendelea kusimamia uhuru wa vyombo vya habari wakati wote. Hali ya uchumi Tanzania